Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah tukiwa tunaendelea na darsa katika chaneli yetu hii ya Sultani Online TV. Wale ambao bado hawaja subscribe, basi ni wakati wenu huo, bonyeza alama hiyo ya kengele hapa ili uendelee kunifuatilia na kupata faida nyingi zaidi. Leo nataka tutoe faida ya dua ya kuondosha maradhi. Dua iondoshayo maradhi. Kwa muda mfupi utaona mabadiliko makubwa endapo kama utafanya jambo hili kwa umakini zaidi. Mabadiliko katika mwili wako ndipo kitu kikubwa ambacho, iwe tumboni ama iwe kwenye kifua, ama kuna vitu vyenye kutembea, ama kuna kitu mgongoni unahisi hakiko sawa, basi tumia njia hii ninayokupa kwa ajili ya kupambana na vitu vibaya ambavyo, hasa ukitazama maadui wa kishetani, kwa sababu maadui wengi wa kishetani wanatembea katika mishipa yetu ya damu, ndio wanakwenda kupambana na sisi katika miili yetu. Sasa basi, kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu amejalia kila kitu kuwa hai kutokana na maji. Sasa na mimi nataka tuyatumie mau kwa ajili ya kuweza kutibu maradhi yetu, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitumia sababu ni ya maji kumtibu Nabii Ayubu, basi nasi kumbe tukitumia maji kwetu sisi ni shufaa, tunapata ponyo kwa kupitia Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa basi, unachotakiwa kufanya, utachukua maji ya visima. Utachukua maji ya visima yaliyokuwa maji ya visima vitatu tofauti tofauti, yaliyokuwa salama kwa matumizi ya binadamu. Kisha baada ya hapo, ukishachukua maji yako, weka pembeni, shika udhu wako vizuri. Kisha baada ya hapo, kaa chini, chukua maji yako, yaweke kwenye glasi vizuri. Ukishayaweka kwenye glasi ama kwenye jagi, kisha umekaa kitako, umegeukia kibla, unachukua yale maji ya visima vitatu tofauti, unageukia zako kibla, kisha fanya istighfari. Nastaghfirullah, 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 nastaghfirullah mara 33. Kisha ukishamaliza utamtaja ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah mara 33. Kisha ukishamaliza utamtakia rehema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wasallim. Utamtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mara 33. Kisha utasoma Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Utasoma Ayatul Kursi 21 mara 21. Kisha baada ya hapo utasoma watini wa zaituni wa turi sinin na kuendelea mbele, utasoma mara 21. Ukifika katika surati watin, ukifika thumma ladadnahu asfala safirin, thumma ladadnahu asfala safirin, pale utasema thumma ladadnahu asfala safirin, kulla sharri asfala safirin, kulla maradhi asfala safirin. Aliyakuwa yale maji umeyainamia namna hii. Bwana, tunapaswa tujitahidi sana, tufanye dua hizi sisi wenyewe. Sasa hivi unamwambia mtu chukua chupa yako bwana, au chukua maji nifanyie. Sasa hivi tukitazama
uwezi jua mtu pumzi yake nini na maradhi yaliyokuwepo haya ya corona haya. Kufanya mwenyewe kwa idhini ya Allah, kutokana na imani uliyokuwa nayo, Allah atakufanikishia inshallah. Kwa hiyo utasema kulla maradhi, utasema asfala safirin, kulla sharri asfala safirin, kulla adui asfala safirin, kulla shaytani asfala safirin. Wakati ile pumzi yako inapenya katika yale maji ya visima vitatu tofauti, wakati unasema maneno hayo, kisha baada ya hapo, kisha utamaliza mpaka mwisho ile sura, wa hadha albarad alhamid la qad khalaqana alinsana fi ahsani thumma ladadnahu asfala safirin, kulla sharri asfala safirin, kulla bala asfala safirin, illa alladhina amanu wa amilu salihati falahum ajrun, na kuendelea mpaka mwisho. Kisha utapuliza maji yako mara 7. Ukishapuliza maji mara 7, kisha utakunywa yale maji kidogo, na mengine utakuwa umejipakaa katika mwili. Bwana, ukifanya hivyo kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hapo utahisi kama kuna vitu vinachoma kwenye mwili, na utafikia mahala kama tumbo lilikuwa linavuruga, ama kama tumbo unahisi kama lina vichomi, basi pale utaona ile hali inapotea, na kama tumbo lilikuwa linawaka moto, unaona ile hali inapotea na mwili unarudi katika sehemu yake. Ila sasa utaweza, kama una maradhi ya kishetani, utahisi kama kuna vitu vinakutembea kwa kasi katika mwili wako. Lakini usijali, utafanya hivyo asubuhi na jioni, kila siku asubuhi na jioni utakuwa unayasomea hayo maji, huku unatumia, unayasomea huku unatumia. Inakuwa ni bora zaidi unaposomea pale unatumia, unaposomea pale unatumia. Ama unaweza ukasomea asubuhi ukayatumia asubuhi na jioni. Unaweza kila siku ukafanya hivyo asubuhi, ama ukafanya hivyo jioni ukatumia jioni pamoja na asubuhi. Kwa hiyo utafanya hivyo kwa muda wa siku takribani 3 kwa idhini ya Allah. Kama kuna maradhi ya kisihiri umefanyiwa, kama maradhi ya kishaitani, ama ni maradhi tu ya kawaida ambayo umeyavamia sehemu, basi kwa idhini ya Allah atakufanyia wepesi, utakuwa sawa kwa idhini yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kikubwa inahitajika moyo wako uwe na imani na la ilaha illa Allah. Allah ndiyo mfanyaji wa kila jambo. Maji haya ni sababu, lakini muondoshaji wa maradhi ni nani? Ni Allah. Kwa hiyo utakapokuwa unafanya hii dua, jinyenyekeze mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.